Yes, mwana sawa Digital Hope uko poa kabisa. Lakini pia hii ni Jumatano nyingine pendwa kabisa, Jumatano fulani hivi tulivu. Najua umepoa hapo, unaendelea na harakati zingine za maisha. Lakini nikikutajia majina haya, nikikwambia Peter Okoye na Paul Okoye, kwa mtu mwingine ambaye watoto 2000 tunasema, unaweza nikakuchanganya kidogo na usiweze kunielewa. Lakini nikikwambia P Square ni moja kati ya watu ambao pia kitambo na hicho walikuwa kama kundi, wao walikuwa wawili, lakini pia tunajua jamaa ni mapacha. Lakini kwa kipindi fulani hapa nyuma kidogo waliweza kutengana na kila mmoja kuweza kufanya issue zake. Sasa inasemekana mmoja kati yao bwana amekumbwa na kesi ambayo inamsumbua na kumsumbua sana. Sasa tume ya kupambana na ufisadi na uhalifu wa kifedha EFCC Jumatatu ya Aprili 14 iliweza kumwasilisha Peter Okoye kama shahidi wake wa kwanza dhidi ya Jude Okoye. Sasa kaka yake mkubwa wa meneja wa zamani wa Paul na Peter maarufu kama P Square, kama nilivyokuambia hapo mwanzo, mbele ya jaji Owoye wa mahakama kuu ya shirikisho iliyoko huko Ikoyi, Lagos nchini na Nigeria. Tunajua kabisa washikaji wanatokea kule Nigeria, so inaonekana mmoja kati ya washikaji hawa wameweza kuhukumiwa kesi ambayo inahusiana na masuala mazima ya ufisadi. Sasa wakati wa kuendelea na kesi hiyo siku ya Jumatatu Aprili 14 alipokuwa akiojiwa na wakili wa upande wa mashtaka anafahamika kwa jina la Asolai Peter, aliweza kusema kwamba kundi la P Square lilianza takriban mwaka 1997 ndipo ambapo kundi lao ambao lilikuwa limeanza rasmi, lakini mnamo mwaka 2017 waliweza kuvunjika, waliweza kutengana hawa washikaji na kila mmoja kuweza kufanya harakati zake za muziki. Sasa tulikuwa tukiwa mbali kwa takriban miaka 5, lakini mwezi Novemba mwaka 2021 kundi likarudi tena. Walitengana kama miaka 5 fulani, kila mmoja yuko busy. Tunajua katika haya maisha kuna kule kugombana hivi na hivi, kuna vitu vingi ambavyo vinakuwa vinatokea. Sasa na washikaji hawa walishawahi kugombana mpaka kabisa kusababisha kuweza kutengana kabisa. Lakini pia ikumbuke mama yao mzazi pia alishaweza kufariki. Sasa kundi la P Square sasa kabla ya Jude hajawa meneja wetu, tulikuwa tuna meneja kadhaa, wakiwemo Chioma Ogochi aliyekuwa anatusimamia pale tulipokuwa shule ya sekondari na chuo kikuu. So washikaji muziki walianza kitambo na hicho, kutoka wako sekondari, lakini pia mpaka wamefika chuo muziki walikuwa wanaufanya na mambo mengine yakawa yanaenda. Sasa na marehemu Bayo Odusami wa Buntu Music pia naye alikuwa ni meneja wao, pia aliweza kutusimamia katika miaka 5. Sasa baada ya hapo mimi na ndugu yangu pacha yangu tuliweza kusimama kama bendi kwa miezi michache kabla ya kuamua kwamba Jude awe meneja wetu pamoja na kampuni inafahamika kwa jina la Northside Entertainment Limited ambayo inapatikana huko nchini Nigeria. Sasa matatizo haya yalidumu kwa miezi kadhaa. Sikuwa na ufikiaji wa account hizo hadi waziri wa sasa wa usafiri wa anga anafahamika kwa jina la bwana Festus Kayemo ambaye alikuwa ni wakili wetu aliposema kwamba tunahitaji mfumo na mgawanyo. Akiendelea kutoa ushahidi, alikumbuka tukio walilokuwa wanajenga nyumba zao huko Ikoyi na kusema kwamba fedha za mradi wa ujenzi wa nyumba zilikuwa zinatoka Northwest Entertainment Limited, lakini walikomaa kuhifadhi ujenzi wa nyumba yangu kwa miezi 6. Account hizo zilikuwa za kampuni, lakini Jude yeye ndiye aliyekuwa msanii pekee wa account zote ambaye anaweza kuziendesha, naweza kusema. Sasa wakati fulani nilimwendelea yeye ndugu yangu pacha Paul na kuuliza kwamba ni nini walikuwa wanaweza kuhifadhi mradi wangu, nikimaanisha mradi wa nyumba. Lakini jibu lililotoka au lililolipata kutoka kwao lilikuwa ni ukitoka P Square umetoka na hela pia. Sasa inaonekana kwamba hao washikaji mara baada ya masuala mazima ya kuweza kutengana, so mmoja kati ya mameneja wao ambao walikuwa ni Northwest Entertainment, kuna vitu vingi ambavyo walikuwa wamewekeza kwa upande wao. Sasa mmoja kati yao inaonekana kwamba alikuwa anazisimamia hizo account na vitu vingine vikawa vinaenda hivyo, lakini inaonekana akaja kama kuwageuka fulani hivi mara baada ya wao kuweza kutengana. So manager anakuwa haelewi nimsimamie nani, nibaki na nani. So
issue ikawa ni ngumu sana na inamsababisha mpaka saizi Paul anaweza kuingia katika matatizo au katika kesi hiyo ya kuweza kudhulumu hiyo label au unaweza kusema kampuni ya huyo meneja wao wa mara ya kwanza ambaye ni anamiliki hiyo Northwest Entertainment. Sasa Jude ameweza kuingilia kati na kuweza kumsaidia kaka yake kwa sababu yeye ni ndugu yake ili mambo yaweze kwenda sawa kabisa. Lakini sisi kama Sawa Sawa Digital tunaweza kuletea updates lakini pia na taarifa nyingi zaidi ambazo zinapatikana katika mitandao ya kijamii lakini pia nje ya mipaka ya Tanzania pia tunakuletea hapa. Cha muhimu tu ni kusubscribe kwenye YouTube channel yetu. Hapo chini kuna neno subscribe, then gusa hapo, alama ya kengele itatokea. Lakini kule Instagram, Facebook pamoja na X tunatumia kama Sawa Sawa Digital. Endelea kutufuatilia katika mitandao yote ya kijamii nikimaanisha Facebook, Instagram pamoja na X kama Sawa Sawa Digital, na Instagram yangu napatikana kama Zildad kabisa. Ciao.